Kwa sisi bodaboda wa Kiislamu mpaka kufikia siku ya Ijumaa, changamoto kubwa ni ugumu wa maisha. Muda upo, lakini kazi nyingi sana, wengine wanaofanya kazi ngumu mpaka zinafanya muda mwingine wanakosa swala ya Ijumaa. Kwenye vipindi mbalimbali kutengeza labda vipindi mradi vijana kutupa mwamko ili tufanye ibada. Kwa jina naitwa Idi Yahaya Marioki, mzaliwa wa Tabora, wilaya ya Uyui, kijiji Kigwa B. Kwa sasa nipo wilaya ya Mkuranga, mkoa wa Pwani, nikijishughulisha na bodaboda usafirishaji. Kwa sisi bodaboda wa Kiislamu mpaka kufikia siku ya Ijumaa, changamoto kubwa ni ugumu wa maisha. Kwanza unajikuta inafika siku ya Ijumaa na ndio siku ya wiki ya kumpelekea pesa bosi. Kwa hiyo hata ule muda wa kusema kwamba sasa niende nikaswali, kwa kweli shehe wangu inakuwa ni mtihani, kwa sababu bosi anahitaji pesa yake pale. Unaweza ukakuta muda huo unafika muda wa ibada wa Ijumaa, tayari wewe ushapakia abiria na upo katika eneo hilo, upo barabarani. Kwa hiyo inakuwa ni ngumu kuwahi swala ya Ijumaa ukiwa barabarani, inakuwa ni tatizo kidogo. Lakini kila mmoja anafahamu kwamba Ijumaa kila Muislamu inapaswa kwenda eneo ya ibada. Kwa zaidi ni kuhusia nafsi yangu na kuhusia nafsi ya bodaboda wenzangu, tujaribu tumche Mwenyezi Mungu katika hata siku ya Ijumaa, itakuwa ni bora zaidi kuliko kuweka maslahi mbele zaidi ya Mungu. Hatujui sisi tunakufa lini, tutakufa muda gani, tutakufa saa gani. Saa nyingine muda huu ambao mimi nasema kwamba huu ni muda wa Ijumaa ikanikuta umauti. Kwa hiyo nitakuwa sina cha kujitetea mbele ya Allah. Naitwa Ochu almaarufu Ochman Dalali, naishi Vikindu Magogo Matatu. Kwa mujibu wa vijana au mimi kijana, kuhusu masuala ya Ijumaa, wengi sana wanakuwa na ugumu wa kwenda katika swala ya Ijumaa. Changamoto yao sana inakuwa masuala ya mazingira ya kazi, inawafanya vijana wengi sana wakakosa muda kwenda Ijumaa kwenda kupata swala. Lakini kwa mujibu wa maisha yetu na maamrisho ya Mwenyezi Mungu, tunapaswa vijana twende katika swala ya Ijumaa. Ila ugumu unaokuja kwa vijana masuala ya kazi, yani yanafanya sana watu kukosa swala ya Ijumaa. Kwa hiyo kazi zetu sisi au kazi za vijana, changamoto kubwa inakuwa kazi, lakini muda upo, lakini kazi nyingi sana, wengine wanaofanya kazi ngumu mpaka zinafanya muda mwingine wanakosa swala ya Ijumaa. Mafundisho yanapatikana na mafundisho, baadhi ya vijana wengi sana hawafuatilii mafundisho, ila inatakiwa juhudi ya mafundisho izidi katika mitandao yetu ya kijamii na kwa mitaani kwa ujumla. Tunabidi tupate mafundisho yazidi ili watu waelewe kwamba kuna jambo la swala lina muda wake mchache na kazi lina muda wake mchache. Kwa hiyo inahitajika juhudi ya hali ya juu vijana kutuelimisha kuhusu masuala ya mafundisho. Yaani mafundisho wanaelewa, lakini kila mtu anakuwa na ubizi yale mafundisho kuyapitia au kuyaangalia, inakuwa na changamoto sana kwa sisi vijana. Lakini ikiwa mafundisho yanazidi ya kuwa mitaani, watu wakapita kutufundisha, kutuelewesha, kila siku watu tutabidi kujirekebisha na kujielimisha imradi kufanya ibada. Na ibada sio Ijumaa, sio Ijumaa tu. Ibada siku zote inabidi tufanye. Nguvu inahitajika kwa mashehe, kwenye mitandao, kwenye yani kwa kuwapa nasaa vijana, ni kuamsha, kupita nao mitaani, kuwaelimisha, kuwaelewesha, kwenye vipindi mbalimbali kutengeza labda vipindi mradi vijana kutupa mwamko ili tufanye ibada.